sana unakuta watu usingiziana. Mara nyingi sana watu wanakimbilia kuamua kwa kupitia macho. Lakini hukumu ya Mungu haiji kwa kupitia macho tu. Bwana sifiwe. Inakuja kwa kupitia ule ujuzi wa Mungu ambao ameweka ndani yetu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12 kwamba na tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa mbinguni ni wa kung'ang'ania, lakini wenye nguvu ndio wanafanya nini? Wanauteka. Sasa lazima una nguvu za neno la Mungu ndani yako, si nguvu za mwili. Nguvu ya neno ndio inayosababisha ufalme wa Mungu uweze kuuteka. Bwana sifiwe. Nguvu ya neno. Kwa hiyo sisi wote tunahitaji neno la Mungu liweze kutenda kazi katika maisha yetu ili angalau tuweze kutatua shida zetu. Kwa hiyo sisi tunahitaji nguvu zinazotokana katika ufalme wa nani? Wa Mungu ambao uko katika neno lake. Ukitaka kupata nguvu za Mungu, lazima ufanye nini? Ukae kwenye neno la Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Tunahitaji neno la Mungu ndio tuweze kufanikisha. Tunahitaji uwezo wa Mungu ndio tuweze kufanikisha. Tunahitaji nguvu za Mungu ndio tuweze kufanikisha. Tunahitaji Roho wa Mungu atuongoze ndio tuweze kufanikisha. Haijalishi ni magonjwa kiasi gani tunayopitia. Haijalishi ni shida kiasi gani ambazo tumepitia. Haijalishi ni majaribu kiasi gani tumepitia. Tunahitaji nguvu za Mungu ndio tuweze kufanikisha. Tunahitaji share ya kutoka katika ufalme wa Mungu ndio tupate kufanikisha. Kwa sababu nguvu za mwili zina mwisho. Kwa sababu mali ya dunia ina mwisho. Kwa sababu mambo ya dunia yote yana mwisho. Tunahitaji uwezo wa Mungu ambao tuko nao sasa, ambao utatuwezesha hata kufika katika ufalme ujao ambao si wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame.